Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Hivyo niwapongeze sana mlio hapa leo. Mmeaminiwa kwa uwezo, uzoefu na uadilifu. Niwatake mkaishi na kiapo mlichowapa hapa leo, mkaishi nacho. Lakini pia kuna kiapo cha maadili ambacho mmesaini kopi mbili, moja mtapewa, mnairudia kila mara. Lakini kile mlichowapa hapa leo, kama mtu atakuwa amesahau vasi yoyote, katibu mkuu kiongozi anavyo atakupa urudie. Sasa maelekezo yangu kwenu wakuu wa mikoa, Kanali Yahya Ramadhan Kido nimekupanga Kagera, na Kanali Donald William Msengi wewe utakwenda Mtwara. Hii ni mikoa muhimu ya kimkakati kwetu, lakini pia ulinzi na usalama wa nchi yetu. Tutakupangieni ma-DC ambao mnaweza kwenda nao na lugha moja, ili kwenda kuimarisha ulinzi katika mikoa ile. Ni mikoa ya kimkakati kwetu, na ni imani yangu kwamba mtakwenda kufanya kazi vizuri. Wasia wangu kwenu ni kushirikiana na mtakao wakuta madedi, wakuu wa wilaya na wengine ambao mtawakuta au mtakao waletea, ili mfanye kazi vizuri. Narudia, ile miwili ni mikoa yote, ni mikoa muhimu. Ile miwili ni mikoa kimkakati kwa usalama wa nchi yetu, na ndio maana nimetoa makanal jeshini, nimewapanga huko. Kwa makatibu wakuu, Dr. Tausi Mbaga, mipango nimekuvisha kofia mbili, ni katibu mkuu wa mipango na uwekezaji, lakini pia ni katibu mtendaji wa tume. Madhumuni ni kwamba utakalolipanga huku na utekelezaji wa huku viendane sambamba, mtu ni yule yule. Kinachopangwa ndani ya wizara kama sera, na unapokuja kwenye utekelezaji kitu ni kile kile, unasimamia pale pale. Na ndio maana Dr. Msemwa naye nikampeleka uwekezaji, ili naye akasimamia uwekezaji. Unapangwa dira, polisi na mambo mengine, utekelezaji kutushushia mipango ndani ya tume, na bwana Msemwa ni mtekelezaji kule uwekezaji. Nataka mkaimarishe usimamizi wa utekelezaji wa mipango ya taifa, na eneo hili ndilo eneo la utekelezaji wa dira yetu. Na kwa bahati nzuri nyewe wenyewe ndio mlikuwa wasimamizi na waandishi wa dira ile. Kwa hiyo mnajua kiliomo, mnajua nini cha kwenda kufanya. Nachotaka kuwaambia katika utekelezaji wa sera na mipango mliotushushia kupitia Waziri Kitila, tunako kwenda mbele kuanzia nadhani mwaka wa fedha ujao, tunapoanza kutekeleza dira, tumesema katika utekelezaji wa shughuli za uchumi, serikali itawajibika 22%, private sector 70%, na mashirika yetu ya umma 8%. Nataka mkafungue, kwa sababu private sector kwa hivi tulivyojitia makufuli haitakuja. Tunazungumza PPP, lakini sheria zetu zina makufuli. Nataka mkayafungue makufuli. Wale wa private sector waje wawekeze nchini, ndipo tutakapoipata 70%. Mmekuwa na mimi kwenye safari zangu za nje, mmekuwa mkinisikia ninavyoahidi wawekezaji, na mmeona hamu ya wawekezaji kuja Tanzania. Sasa wasije halafu tumwafungia mlango. Hapana, nataka mkafungue, wawekezaji zije, FDI zije nchini, tuweke vitega uchumi hapa ndani ya nchi na taifa linufaike. Kwa hiyo ni kwa upande wenu, lakini kwa katibu mkuu, makatibu wakuu wengine ni ndugu Matarajio. Kuna siku nilikuapisha nikasema wewe ni spare part yangu. Kwa hiyo kila ninapoitumia spare part wewe usishangae. Sasa nimeona nikutumie kwa katibu mkuu upande wa gesi na mafuta.
tutakwenda kusaidiana na Feli. Feli yuko? Feli atasimamia nishati, kwa sababu katika dira yetu, katika ilani yetu, tukifika 30 tunatakiwa kuwa na megawatts ngapi Feli? 8,000. 8,000. Hiyo ndio kazi yako. Tukitumia jua, tukitumia maji, tukitumia sijui thermo, tukitumia nini, wote huko mbele nataka zile megawatt 8,000 ziwe zimepatikana. Na kwa maana hiyo matarajio unakwenda kusimamia gesi na mafuta. Mambo yote yanayohusu gesi na mafuta mimi nitakukaba wewe. Kwa hiyo hayo ndio mambo yako. Anayefuata waziri. Waziri umekaa na mimi muda mrefu, umefanya kazi nzuri sana. Akiambiwa mama kaupiga mwingi, na wewe umo, sababu wewe ndio mtu wangu hapa. Lakini kazi yangu ni kulea na kukuza, si kulea na kudumaza. Na ndio maana wengi niliowalea na watoa na wapa posti, nendeni kafanyeni na sukuma vipaji mbele. Nimepiga jicho hapa nikamwona Blandina. Blandina, hebu simama. Huyu alipokuwa na mimi nikimuita my giraffe. Sasa nimempeleka tume ya mipango na ninauliza anafanya vipi, naambiwa safi. Kwa hiyo ndo kazi yangu, kulea na kutoa, na nimetoa wengi. Nimetoa kina Juma Mkomi, sasa makatibu wakuu utumishi, wanafanya vizuri. Nimetoa kina Felista, nimetoa Magoti DC, mnakisikia huko kina nguruma. Kwa hiyo kazi yangu mimi kama hatchery, nalea halafu na watoa, nendeni kakueni. Kwa hiyo babangu, nimekupeleka ukakue. Lakini jengine, unajua ninachokitaka. Umekuwa na mimi kwa muda mrefu, unajua ninachokitaka. Kashirikiane na waziri wako. Waziri yuko? Kashirikiane na waziri wako. Nataka viwanda. Baseline yangu ni pale alipoacha Jafo. Ripoti yake kanaambia kuna viwanda kadhaa, vikubwa, vidogo, vya kati, vya nini. Nataka niwapime kwa idadi ya viwanda nitakavyoleta nchini. Kwa ukubwa wa biashara, utanuzi wa biashara tutakao kuwa tunafanya na nchi za jirani, lakini na nchi za nje. Hicho ndicho kipimo changu kwenu. Kwa sikuwaweka pale mkacheke na wafanya biashara, mkacheke na wana viwanda, mzunguke tu kwenye viwanda. Hapana. Vutieni biashara, vutieni viwanda. Kama hamjafahamu, waziri unajua vya kunifika, mchukue mwenzio waziri wako, njoni nikatukae tueleweshane. Haya. Mwingine Nguvila. Nguvila, we ni rasi wa muda mrefu, na ulipoomba ruhusa kwenda kwenye bunge nilijua hakika utakwenda kupigwa hurudi. Nilijua hurudi. Lakini nikasema mtoto akitaka wembe mpe, ukisha mchinja atajua, si ndio? Kwa hiyo wembe umekuchinja mwanangu. Nikasema ngoja upumzike kidogo. Lakini utendaji wako na ujua vizuri sana. Na kurudisha na kupeleka Arusha. Arusha unaijua. Arusha imechangamka. Arusha ina mambo mengi. Arusha ni sura ya nchi yetu. Tuna accommodate pale taasisi za kikanda za kimataifa. Nataka ukafanye kazi na kuamini, na najua unaweza. Kanifanyie kazi ya Arusha. Na nikumbushe tena jina. Kewe? Kewe huku. Nindi. Nimekupeleka mifugo, kilimo. Umekuwa rasi Njombe. Bosi wako yuko nyuma hapo. Anahangaika na lishe. Na nadhani amefanya vizuri. Ameweza kupunguza kiwango cha udumavu na yale matatizo ya lishe. Si haba. Saka msaidia afanye vizuri. Lakini Njombe ni mkoa tunaotegemea kilimo. Ni katika mikoa inayolisha Tanzania. Ni katika mikoa inayolima mazao ya biashara.
Kwa hiyo nenda kamsaidie Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Na Mheshimiwa mkuu wa mikoa, utaona kwamba ninachofanya ni patches tu, anayestaafu sijui anaye ni patches tu nafanya, kwa sababu mliopo na waamini, mliopo nimeona kazi yenu. Kwa hiyo twendeni tukachape kazi, lakini kazi pamoja na utu, ili nchi yetu isonge mbele, sawa? Kwa hiyo Nindi, bosi yuko nyuma hapo, amekuja kupokea, nenda kachape kazi. Anayefuata Nsubili Joshua. Hili jina la kati miaka yote imekaa na wewe, silijui. Akomeligwe silijui, najua Nsubili Joshua tu, lakini ni katika ile HR tunalea na kutoa, nadhani pamoja na Rose hivyo hivyo. Tunalea, tukiona wako vizuri tunasema pelekeni vipaji nje. Kwa hiyo nendeni kafanyeni kazi zenu za unaibu katibu mkuu kama tulivyowaamini. Nendeni kasukumeni sekta zenu, mnayajua yaliyoko huku. Nimekaa na nyinyi muda mwingi kwenye baraza la mawaziri. Dokumenti zangu zote zikitoka kwangu zinakuja kwenu, zinafanywa uchambuzi, mnaziangalia, mnatoa recommendation. Yale ma recommendation sasa katekelezeni, kawasaidieni mabosi wenu mkatekeleze yale mliokuwa mkinambia, Mheshimiwa tunaomba uridhie hili na hili lifanyike. Nasema okay, kama ulivyopendekeza, ulivyoshauri, chukua hatua. Sasa kachukueni hatua. Rose, unakwenda maji, si unajua umuhimu wa maji? Na katibu wa mkuu wako Mwajuma, Mwajuma ni engineer, bosi wako yuko nyuma kwa Aweso. Hawa wote mimi nawaita watoto wa Tundu, wako hivi hawatulii. Nataka nawe ukafuate huko. Yale mambo ya kuelemea kwenye deski kufanya analysis ya maandiko nayo kuchushia, sasa nenda kawasaidie. Maji muhimu, tupate maji, na kikubwa kuhangaika fedha ya maji iko wapi, ili tumalize ile asilimia iliyobaki, kila mwananchi awe na maji safi na salama. Sawa mamangu? Haya. Luvanda. Hivi Luvanda nimekupeleka wapi? Mazingira. Wewe ulikuwa balozi muda mrefu, kwa hiyo umekuwa ukiasikia yanayosemwa, umekaa India, umekaa Japan, umekaa wapi tena mwisho? India sawa na Japan, alafu nikakurudisha. Haya, sasa nakutwika mzigo huo. Masauni yuko? Yuko naibu waziri wako yule pale, nenda kawasaidie. Kikubwa ni carbon credit. Pesa nyingi tunanyang'anywa. Watu wetu wanapata, ukiangalia Tanganyika wanajisifu, tunapata mpaka 9 billion kwa carbon credit. Lakini wanaweza wakapata hata 20 billion. Yule wa katikati yule anayechukua huku na kuuza kule, anachukua pesa nyingi sana. Kwa nenda kashirikiane na kituo, msimame vizuri, tupate haki yetu, pamoja na mambo mengine ya mazingira. Mazingira yetu yameharibika sana, tunapanda miti kwa sana. Nenda kasaidiane na utakao kuta. Muyungi yupo. Yule ni guru la mazingira na ndio bosi wako. Kwa hiyo nendeni kafanyeni kazi pamoja. Haya. Anayefuata ni nani? Mbwasi. Nimekupanga wapi? Viwanda na biashara. Kwa hiyo nyinyi wawili, katibu mkuu na naibu, ni wapya, lakini sio wapya kwenye concept yote ya uchumi wa viwanda. Kwa nendeni kamsaidieni waziri, mchape kazi. Sawa? Haya. Anayefuata Sheikh. Wewe uvuvi pamoja na mifugo ni nani? Mifugo na uvuvi. Sekta zenu, na bosi yuko nyuma hapo. Nilikuwa namuona anapambana huko mikoani huko na wafugaji na wavuvi. Sekta yenu ni sekta muhimu sana kwa vijana wetu. Sana sana. Nadhani juzi nilikuwa na kikao na baadhi ya mawaziri hapa na watu ambao tunahitaji watusaidie, lakini katika kuibua sekta zenye low hanging fruits ni mifugo, uvuvi na kilimo. Hizi ni sekta ambazo tukizisimamia kikweli kisayansi zitachukua vijana wengi sana kwenye ajira. Lakini si tu kuchukua vijana, italeta mapato mengi sana nchini. Na ni sekta ambazo mavuno yake yanatakiwa kwa haraka.
Tukiangalia hapa nchi za Gulf zinataka nyama iliyochinjwa na nyama hai, wanyama hai kwa season zao, lakini nyama iliyochinjwa kwa kiasi kikubwa sana hatuwezi kunani. Sasa mpaka tuisimamie BBT mifugo, vijana wale wafuge na wengine wafuge, wafugaji wa kawaida wafuge, tuwabadilishe, ndio tutaweza kuuza kwa wingi kwenye hayo masoko. Lakini uvuvi vile vile sasa hivi ni samaki ya kufugwa tu, wenzetu wanakula kila kitu, vyakula hakuna. Kuna soko la China hatuwezi kulimaliza. Tukifuga vizuri, tukifuata standards, na we ni bingwa sana kwenye ufugaji, kwenye uvuvi, tutakwenda vizuri. Lakini jingine, yale mapato tunonyang'anywa kule high seas, mimeli inakwenda kule, si tunategemea mapato ya leseni tu. Lazima tubadilike sasa, tubadilike na tujue wanachukua nini, na lazima wa process kile wanachokichukua, lazima wa process ndani. Kwa hiyo tuende kutoka na mabadiliko ya sera, mabadiliko ya sheria, lakini lazima tusimamie sekta zifaidishe taifa letu. Sawa. Haya, nikitoka hapo bwana, viwanda vingine, kuna operation ya viwanda vya dawa. Kipimo chako ni kuifanya Tanzania ijitegemee kwa 60 ya 70 ya zile dawa tunazoweza kuzalisha. Najua waziri yuko hapa, yuko. Najua kuna kazi imeanza kufanyika ya viwanda, nenda kaisimamie, lakini muelewe wanaowekeza ni kina nani. Kuna watu wengi wanahamu kuja Tanzania, wanakwamishwa ardhi, wanakamishwa na ukiritimba wetu. Nataka ukasimame, viwanda vya madawa vijengwe humu ndani, vijengwe na tujitegemee. By 2030 tujitegemee kwa 60 ya 80. Sawa. Haya, utasemwa mengi, sijui wa Crown Radio, sijui wa Crown nini. Sicho nilichokupelekea. Najua unaweza kusimamia viwanda vya madawa, wawekezaji, nenda kasimamie. Mifugo nani tayari? Kewe, naibu katibu mkuu wapi? Tume ya mipango ya kwako nimeshasema, pamoja na mabosi wako wawili wale pale. Na wewe si nimekutoa mle ndani, nimekupandisha, ndio? Nimekutoa nje nikakuleta. Private sector, very good. Sasa ile mawazo ya private sector, corporate thinkings, nenda kasaidiane nao vizuri. Hata Tausi alitoka private sector, tumejitahidi sana kumbadilisha awe mserikali, kabadilika, lakini hajalewa sana. Na wewe umetoka private sector, nendeni katupangieni yale mnayokaa kututeta kule nje kwenye private sector. Serikali ingefanya hivi, ingekuwa hivi. Serikali sasa kafanye. Sawa, nenda kakae na uongozi uliopo, peleka mawazo ya nje, tuikuze tume yetu ya mipango, iwe na ufanisi na kila kitu. Halafu wa mwisho, Kaguti, na kusudia kukupa mamlaka ya nchi hii kwenda kuiwakilisha nje. Na utakapo kwenda kule, wewe umeibeba Tanzania yote mgongoni kwako. Kwa hiyo nadhani ukitoka hapa, naibu waziri wako yuko hapa, waziri nimemtuma, huyu hapa, wataenda kukupeleka chuoni. Nadhani kuna crash program ya wiki 2 sio au 3. Baada ya hapo watakuwa wamejua kituo chako ni kipi, wanakwenda kufundisha ubalozi kwanza. Lakini wakati mwingine ubalozi mimi huona kama mnafanya uvivu, make zile protocol, ufundishwe sijui kifungo ufungeje, vifungo sijui kidole kikaeje, sijui ukikaji wa meza ufanyeje. Lakini mtu akikusema vibaya, wewe usiseme vibaya, mjibu politely, kitu ambacho mimi siwezi. Wakinikera mimi nabwatuka tu. Nikirudi ofisini, msaidizi wangu wa diplomasia ananiambia, Mheshimiwa Kimpale, leo ulikuwa hivi. Naambia hiyo kazi yako wewe. Mimi wamenikera, wamesema na mimi nasema. Kwa hiyo utapita kwenye crash program ya kuambia ubalozi ni nini, and then tutakupangia kituo. Utakia kazi njema.
Haya, nadhani wote nimesema nao. Ndugu zangu walio hapa na mlio kwenye viti, mlio kwenye nafasi, kazi yetu ni kulifanya taifa hili liendelee. Kazi yetu ni kwenda kuitekeleza dira yetu ya miaka 25 ijayo ambayo itaishia 50. Tatoka mimi kesho kutwa, ataingia mwingine, nadhani atatoka mwaka gani sijui 40, ataingia mwingine, tutakuja kumaliza utekelezaji wa dira ya 2050. Lakini sisi ndio wa kuweka msingi, kama tulivyokuta msingi wengine wameweka, sisi tukajenga juu, na sisi ndio wa kuweka msingi wa utekelezaji wa dira ambayo tunakwenda kuitekeleza. Kwa hiyo niombe kila mtu akafanye wajibu wake, kila mtu akawajibike na pale anapotakiwa kuwajibika. Niombe sana ndugu zangu. Sasa mimi kwangu ni jicho, nani anacheza vipi? Kiona steps zako haziendani na ngoma ninayoipiga, basi tutatupisha tu pembeni, niangalie nani mwingine miguu yake miepesi ambaye anaweza akaendana na steps za ngoma ninayoipiga. Sawa ndugu zangu, nawatakia kila laheri, kazi njema. Wale waliofikiri labda tukiingia kutakuwa napindua meza mambo yaanze upya, hapana. Hii serikali inaendelea. Kwa hiyo kutakuwa na mabadiliko, patches, kubadilishana vituo, kubadilishana sekta, hayo yatakuwepo, lakini mpaka mtu akithiri sana ndo atakaa pembeni. Asipokithiri tutakwenda pamoja, tutarekebishana, tutakwenda pamoja. Kwa hiyo kachapeni kazi, kafanyeni kazi zenu. Tanzania ina midomo mingi mikubwa, kila unalofanya linatafsiriwa. Sasa nilikuwa naona mambo mengi, waziri katolewa, kiko wapi? Nacho kuambieni, nimelea, amekuwa na muexpose kwenye sectors. Ndicho nilichofanya, na wote niliowasogeza ni hivyo hivyo, nalea, wanakuwa na wapeleka. Wengineko ningeacha Adumaye na mimi hapa, mimi kesho kutwa wanatoka, future yake iko wapi? Nimwache Adumaye na mimi hapa, anayekuja atakuja na wa kwake. Kwa hiyo acheni midomo ya uongo. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa heshima na taadhima tunakushukuru, na sasa naomba uturuhusu tufanye itifaki kwa ajili ya upigaji wa picha za kumbukumbu hapa nje. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa, karibuni hapa nje tukafanye maandalizi ya Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.